Baada ya siku kadhaa za vurugu, maandamano na mjadala mkali kuhusu uchaguzi wa Tanzania, leo Watanzania wenyewe wameamua kuvunja ukimya. Wengine wanasema Wakenya ndio wamechochea, wengine wanasema Mungu alituma Wakenya kuokoa Afrika. Lakini pia kuna taarifa mpya kutoka kwa Mange Kimambi ambayo imetikisa mitandao. Hebu tuanze safari hii kuelewa kinachoendelea moja kwa moja kutoka kwa Watanzania wenyewe. Kwanza kabisa, huyu jamaa anaonekana kukasirishwa kabisa. Anasema wazi ya kwamba Wakenya ndio walikuwa wakichochea Watanzania kuchoma nchi yao. Watu wengi mitandaoni wanasema jamaa ana hoja, lakini wengi wanadai ni kawaida kwa vijana kuungana kupinga serikali zisizosikia wananchi. Hivi Wakenya ni wajanja sana kabisa. Yaani Wakenya wanataka Tanzania yote iteketee kwenda chini. Yaani wanawasupport kabisa, wanawasupport wa Tanzania, vunjeni, unguzeni. Tanzania ni nchi ya amani, ndio tunavyozoea, nchi ya amani na upendo. Sasa hizi vurugu kiukweli zimeharibu vitu vingi sana. Japokuwa wananchi wana haki ya kufanya maandamano, kwa sababu vinavyoendelea sio vitu sahihi kabisa. Haiwezi kuwa mtu mmoja ndo ambaye yupo pale na wengine wote hawapo. Wengine wametafutiwa masababu wasishiriki tu kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa sababu vilivyotendeka sio vitu sahihi kabisa. Haiwezi kuwa mtu mmoja ndo ambaye yupo pale na wengine wote hawapo. Wengine wametafutiwa masababu wasishiriki tu kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Lakini sio wote wanaokubaliana na hilo. Huyu raia kutoka Nigeria ana mtazamo tofauti kabisa. Anasema Wakenya ni watu wa Mungu na Afrika nzima inapaswa kuiga uthubutu wao. Maneno haya yamepokelewa kwa hisia tofauti. Wengine wanasema ni ukweli, tunahitaji roho ya ujasiri kama ya Wakenya. We all need a sprinkle of the Kenyan mindset in our lives. We all need Kenyan friends that can speak wisdom into our lives. So much such that we will know what to do and how to do what to do, especially in fighting bad governance. Look at what is happening in Tanzania. Kenyans need not be called. Kenyans were not called. They didn't wait for Tanzanians to say, my Kenyans, please come and help. They have been having all this back and forth with Tanzanians that you have to stand up for yourselves. Now Tanzanians stand up for themselves and Kenyans say, we see you, we appreciate that, and we are coming to give you our physical, moral, spiritual, everything support. Kenyans turned up for Tanzanians. That is something which we have to appreciate on a daily basis. We all need neighbors like Kenyans. It's amazing seeing how Kenyans handle things the way they do. It is iconic how they just, there's this thing about the unity within them and their urge to wanting to fix this shithole continent. Thank you, Kenyans, for what you're doing. We see you. We appreciate you guys. We love you guys. We need that energy. If we all had that energy, that fighting spirit that Kenyans have, especially these dear Gen Zs, I don't think we should be having any problems anymore on the continent. But then again, big ups to each and every one of you. Tanzania, we see you. Our hearts are with you. Kenyans, thank you for a job well done and a job that you are still doing. We see each and every one of you around the world. Much love. Wakati hayo yote yanaendelea, msichana huyu wa Kenya anayefanya kazi Tanzania alipata nafasi ya kuzungumza na moja ya vituo vikubwa vya habari duniani. Hebu tusikie alivyoeleza hali ilivyokuwa wakati maandamano yanaendelea Tanzania. Ushuhuda wake unaonyesha kuwa si kila Mkenya aliyekuwa Tanzania alikuwa salama, lakini wengi wao waliona hali halisi ya mambo. Wakati Wednesday ilifika, uchaguzi ukafanyika, vitu zilibadilika kwa sababu mara kwa mara internet ilikatwa, all connections, simu zote zikakatwa. Tungeweza kupiga simu nje ya nchi ya Tanzania, na pia wale ambao walikuwa nje hawangeweza kutupigia simu. Messages pia zilikuwa haziendi. Kama unataka kulipa chochote na kadi ya benki, hata kwenye hoteli haifanyi. Lazima uende kwenye ATM utafute cash money. Magari hazipo barabarani kwa sababu petrol station zote zimefungwa.
na polisi na pia Major General walisema watu wasio wakitembea nje. So, nilikuwa sina tikiti ya kurudi Kenya, lakini pia hakuna vile ambavyo naweza nika log on to the internet kununua tikiti. So kuna rafiki yangu ambaye aliniambia ameweza kuongea na watu mbalimbali na kaniambia uwe tayari kwa sababu internet itarudi leo kwa muda mfupi sana. Niliweza kuwasiliana na dada yangu hapa Kenya, nikamwelezea ninunulie tikiti ya Kenya Airways ya kurudi, na by the time alikuwa shanunua, yani hatungeweza kuwasiliana, walishafunga, so singeweza kupata hata my ticket. No content was going through. You can't send any content. So rafiki yangu wa Tanzania aliweza kumpigia dada yangu, akampa reference number, naye akanipatia my reference number. Kitoka hotelini kwenda airport kulikuwa hamna any movement, hakuna magari zingine, yani ilikuwa very few, maybe 3 or 4, na kulikuwa na police stops na military stops. Wanauliza, wanakuja, wako kama 10 police, wanauliza unaenda wapi, kitambulisho, ID. Ukisema unaenda kwenye airport unasema ni sawa. So for me, nilipita stops, zilikuwa 5 stops. Wote wanaangalia all your documentation, unaenda wapi, wanaangalia driver ID, everything. Tukienda airport, tukifika airport was completely empty outside, kama hakuwa na mtu yote, lakini kuingia ndani ilikuwa imejaa kwa sababu kuna watu walikuwa stranded. Na kwa upande mwingine, Watanzania walioko nje ya nchi pia waliamua kuvunja ukimya. Wakiwa wamevalia barakoa, waliamua kumtumia Rais Samia ujumbe wa moja kwa moja. Kwa utakavyosikia, hasira na matumaini yote yamechanganyika. Ujumbe wao ni wa kina sana. Mimi kwenye ukuaji wangu nilikuwa najua wanawake ni watu wenye huruma sana na watu wenye upendo, lakini Samia umekuja kubadilisha mawazo yetu watu wengi kwamba wanawake hatufai kwenye ngazi ya uongozi wala ngazi yoyote ya kuongoza watu. Hivyo basi tunajua sisi hatujakuchagua kama Watanzania wala hatukukutaka. Ilitokea ukawa rais kutokana na rais tuliomchagua kuchukua maisha, Mwenyezi Mungu kuchukua maisha yake. Hivyo basi tunaomba kwenye hii miaka iliyobaki utuache nchi yetu kama ilivyokuwa zamani. Tunaogopa sasa hivi kwa sababu rais unachukua maamuzi ya kuingilia wanaume wengine kinyume na maumbile ili wakuogope na wakuheshimu. Hilo sisi kama Watanzania hatutakubali na hatuwezi kukaa nalo kimya. Hivyo Watanzania wenzetu mloko nyumbani, we are very proud of you. Tunawashukuru sana kwa kile mlichofanya. Mapambano yaendelee mpaka tupate haki yetu. Lakini sasa Mange Kimambi, mmoja wa sauti maarufu zaidi Tanzania, ametangaza jambo jipya ambalo limezua taharuki mitandaoni. Kwa maneno yake, sio tena maandamano yanayowahusu Watanzania, bali mpango mpya wa serikali unaokuja. Na hili limewaacha wengi wakijiuliza, Tanzania inaelekea wapi? Habari zenu wa Tanzania. Hakuna kitu nachukia kama kuleta bad news or any vitu ambavyo haviko positive kwa sasa. But reality is reality. We're in trouble. We're in big trouble. We're in serious trouble. Tanzania is in serious trouble. This is no longer. It's no longer about the protest. Sio maandamano tena. Sasa hivi kinachoendelea Tanzania kihusiana na maandamano tena. Yani hata labda waseme kesho maandamano yani labda yaishe sijui ni nini, it won't stop. It won't stop kwa sababu Samia alikuwa ameshapanga kufanya hivi na Museveni kwenye kipindi chake hiki cha pili. Samia ameingia mkataba na Museveni. Museveni anaitaka Bukoba, anasema Bukoba ni ya Uganda. Anasema Nyerere aliiba Bukoba, kwa hiyo inabidi irudi Uganda. Kwa hiyo alikuwa ameshaingia mkataba na Samia. Mnaambia mambo ni mengi wamekuwa wanafanya ya kutisha. Ni kwamba tu haya maandamano yamefanya mambo ikabidi yafanyike sasa hivi, kwa sababu walikuwa wanaona maandamano yatamtoa Samia alafu watashindwa kufanya. Kwa hiyo imebidi ya mambo ndio yafanyike sasa hivi, lakini yalikuwa yanaenda kufanyika. Anyway, nilikuwa sijawahi kuamini sana manabii, watu wanao manabii.
manabii walikuwa wanatoa unabii tu kitu kinachojua kutokea. Sisi tunachukulia anyway. Jeshi la Tanzania, unganeni, kuweni kitu kimoja. Museveni is coming for Tanzania. Museveni anakuja kudestabilize Tanzania, na Museveni akishaingia, Kagame anapata nyuma. Samia alikuwa tayari ana plan ya kumpa Museveni nchi. Alikuwa anataka kuiachia Tanzania tayari ikiwa destabilized completely. Then plan yake alikuwa anaopa aiache Tanganyika ikiwa yani kwenye disarray, kwenye destabilized. Then mpaka hapo yani walikuwa wanapanga hii second term anakuwa amesha loot everything anacho Zanzibar. Then anamwachia Museveni Tanganyika. That was the agreement. Jeshi la Tanzania, amkeni. This is no longer about just a protest. Watu walikuwa wameshajipanga kuidestabilize Tanzania. Ni kwamba haya maandamano wakafanya sasa hivi kwa sababu mtu wao alikuwa anaenda kuondolewa na maandamano. Kwa hiyo ndio maana Museveni kaja full force. So jeshi la Tanzania, yokoa nchi. Mkunda okoa nchi. Yokoe Tanzania, Mkunda. Museveni anakuja kuifirigisa Tanzania. International community, ndio wangu ni kwamba wale ambao mna influence, yani wenye majina makubwa, yani wale wanasiasa ambao tayari ni wakubwa sana worldwide, mnaheshimika worldwide, I don't know, jaribuni kuingia some sort of agreement na Marekani somehow. I don't know what solution is, lakini mimi ningeingia some sort of an agreement na Marekani waje wasaidie. Last hivyo it won't stop kwa sababu walikuwa wameshajipanga. Sijui solution nini sasa hivi, but something has to be done fast. Swali ni moja tu. Je, unadhani Watanzania wataendelea kupaza sauti zao au watachoka mapema? Na je, Wakenya wanastahili kulaumiwa kwa hili au walikuwa wanasaidia tu? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa update zote za Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.